Chukua hatua za imani, tuingie kwenye maombi ya kuifufua nyota yako. Kuna wakati unahisi ni kama hatua zako ziko pale pale. Upige hatua kwenda mbele. Kila ukijitahidi kupambana kuvuka mahali hapo, unajikuta unarudi tena hapo. Kila ukijitahidi kuvuka hapo, unajikuta uko pale pale. Unahisi kama nyota yako imezikwa. Unahisi kama nyota yako imefunikwa. Hakuna anayekuona. Hakuna anayeona juhudi zako. Leo nimekuja kutangazia neno la ushindi, ya kwamba Kristo Yesu ameng'aa kwa ajili yetu. Amefunguliwa kutufanya sisi tuweze kuwa nuru. Na mimi nakutangazia kwa jina la Yesu. Haijalishi nyota yako ni imezuliwa na nini, leo itaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu. Imeandikwa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 2. Wale mamajusi kutoka mashariki ya mbali waliiona nyota ya Bwana Yesu, wakaitafuta, wakaifuata ili waisujudie. Hapa tunaonyeshwa wazi kabisa kwamba nyota ya mtu inaweza kuonekana na watu wakaifuata. Wakati mwingine nyota zetu zikifungwa, tunaweza tukajikuta hatuonekani, maana katika ulimwengu wa roho hakuna chochote kinachotufanya tung'ae. Leo nakutangazia kung'aa katika jina la Yesu. Imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya sura 60 mstari wa 1. Inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujia na utukufu wa Bwana umekuangazia. Hii ni neno la imani kwako, ya kwamba unahitaji kuinuka kutoka mahali ulipo. Haijalishi unahisi ni nini kimeangusha nyota yako. Haijalishi umejikwaa katika mambo mangapi, au ulijiunganisha na nani, au kuna mtu ambaye anaitembelea nyota yako au kuitumia. Ndiyo, kuna watu wanaweza kuwa wanatumia nyota za watu, wakafanya mambo yao yanaenda vizuri, lakini wewe hakuna kinachoenda. Leo natangaza katika jina la Yesu. Haijalishi ni nini ambacho kimekusimamia ili kukuzuia nyota yako isionekane. Natangaza katika ulimwengu wa roho na mwili pia, ya kwamba nyota yako ifunguke kwa jina la Yesu. Utayakiri maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Ninaomba unisamehe kama kuna mahali niliuza nyota yangu au niliitoa nyota yangu kwa watu wengine. Leo hii kwa hiari yangu mwenyewe ninaidai nyota yangu kwa jina la Yesu. Nyota yangu irejee. Nyota yangu irejee katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa ajili ya mpendwa huyu. Amekiri maneno ya imani, nami najiconnect naye katika maombi mahali popote alipo. Haijalishi uko wapi, ninakuita katika ulimwengu wa roho. Naikomboa nyota yako katika jina la Yesu. Kama kuna mahali umezikwa, kama kuna mahali jina lako limezikwa, nyota yako imezikwa, na kutangazia kufufuka kwa jina la Yesu. Hicho kizuizi ambacho kimekufanya usionekane, hicho kitu ambacho kimezuia nyota yako isionekane. Kuna mtu mmoja anasema, mtumishi wa Mungu, nilikuwa na nyota, nilikuwa nakubariki, lakini sasa sikubariki. Hilo pepo ambalo limekuvaa limefanya usionekane wewe, bali yaonekane yeye. Na amuru akuachie. Ewe pepo uliyefunga nyota mtu huyu, ewe uganga uliochukua nyota mtu huyu, na kuamuru achia. Achia nyota yake ya uchumi, achia nyota yake ya ndoa, achia nyota yake ya afya, achia nyota yake ya biashara, achia nyota yake ya elimu, achia nyota yake ya uzao katika jina la Yesu. Haijalishi ni wapi ambapo nyota yako imezuiliwa au imefukiwa, na kufukua kwa jina la Yesu. Yale makaburi yaliyokula nyota yako, yale makaburi yaliyokubali kuchukua nyota yako, na amuru ya kutapike kwa jina la Yesu. Ewe kaburi, mtapike mtu huyu. Ewe kaburi, mtapike mtu huyu, na kuita kwa jina la Yesu. Naita nyota yako ilipofunikwa, naita jina lako lilipofungwa. Wale walioikamata nyota yako wakasema tunaizika, tunaiunganisha na kaburi ya watoto, tunaunganisha na kaburi la mtu aliyezeeka, ili kila anayekuona kuone mzee, ili kila anayekuona kuone kama ni mtu ambaye huna kusudi lolote duniani. Nami naita nyota yako, fufuka kwa jina la Yesu, na kutangazia habari za kufufuka kwako, kwa maana ufalme na nuru ya Bwana imekujilia. Natangaza katika jina la Yesu, kama vile Kristo Yesu alivyomwendea Lazaro na kumfufua kutoka katika wafu, nami natangaza lile kaburi ambalo lilikuchukua, lile kaburi ambalo lilikulaza, likuachie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Natangaza hilo jiwe liondoke. Natangaza hiyo sanda ikuachie. Hiyo sanda iliyokubali kufunika nyota yako ikuachie kwa jina la Yesu. Wengine majina yenu yamezikwa, wengine nafasi zenu zimezikwa, wengine hatua zenu zimezikwa, wengine maisha yenu yamezikwa yakaunganishwa na dawa, wengine mkatawanyishwa. Umekuwa ni mtu ambaye unatawanyika tu. Umekuwa ni mtu ambaye kila unachokipata kinatawanyika, kinaenda kuishia kwenye matatizo na magonjwa. Na amuru kwa jina la Yesu, yes, hicho kifungo kikuachie. Achia kwa jina la Yesu. Achia nyota mtu huyu. Na ikomboa nyota yako kwenye makaburi, na ikomboa nyota yako kwenye laana, na ikomboa nyota yako kwenye vibambaza vya kuzimu, na ikomboa nyota yako kwa waganga, na ikomboa nyota yako kwa wachawi. Kila anayetumia nyota yako huko tunampiga. Napiga kwa jina la Yesu. Wengine wakati mnasoma mlikuwa na akili, unanisikia, ulikuwa na akili, ulikuwa unaongoza, lakini baada ya muda ukajikuta ni kama haujielewi. Uelewi akili imeenda wapi, uelewi ule ufaulu umeenda wapi, uelewi yale mandoto uliokuwa nao ya kufika mbali yameenda wapi. Kwa jina
jina la Yesu. Yeyote aliyekula nyota yako akuachie kwa Yesu, akuachie kwa jina la Yesu, akuachie kwa jina la Yesu. Ninaipiga hiyo nguvu ya giza ambayo inatembea nyota yako, ikuachie kwa jina la Yesu. Naita nyota yako, ita nyota, sema narejesha nyota yangu, nyota yangu irejee. Rejesha nyota, rejesha nyota, rejesha nyota. Naita nyota yako, naita nyota. Napongea habari za nyota. Kuna mtu unaona unafunguliwa, kuna mtu unaona ni kama ulikuwa kwenye giza nene, ni kama macho yako yalifungwa, ni kama miguu yako iliwekwa minyololo, ni kama mikono yako ilichukuliwa. Leo kwa jina la Yesu, ile nyota ya mikono yako, ile nyota yako ya fedha, ile nyota yako ya biashara inafunguka sasa. Nakata minyololo iliyokuwa inazuia kumiliki kiwango kikubwa cha uchumi, na ipiga hiyo madhabahu. Toka kwa jina la Yesu. Sauti hii ikawe moto, sauti hii ikawe moto. Iteketeze hizo nguvu za giza, iteketeze hizo madhabahu za kipepo. Kila ulipochafuliwa kwa kupakwa kinyesi, kwa kupakwa uchafu ili usionekane, natakasa kwa jina la Yesu sura yako, natakasa mikono yako kwa jina la Yesu, natakasa hatua zako kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu wakuachie, katika jina la Yesu wakuachie. Lile kaburi likuachie, lile kaburi likutapike, ile madhabahu ipasuke. Pasuka kwa jina la Yesu, pasuka kwa jina la Yesu, pasuka kwa jina la Yesu. Natangaza ufungulivu wako, natangaza ufungulivu wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema ya Bwana na ikufungue, mkono wa Bwana na ukuweke huru hapo ulipo. Kila ambacho kilikuwa kiendi sawa, kila mahali ambapo ulikuwa unasema nashindwa kupiga hatua, natangaza piga hatua sahihi. Naiombea simu yako ikapokea taarifa njema, naiombea kazi yako ikapokea taarifa njema. Pokea neema kupata promotion, pokea neema kwenda mbele zaidi. Kila jambo ambalo lilikuwa liendi kwenye maisha yako, natabiri na kutangaza lianze kwenda kwa mamlaka ya jina la Yesu. Natangaza lianze kwenda, vilivyokuwa vimezuiliwa, vitu ambavyo vilikuwa viko stuck, leo vianze kwenda kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kilikuwa kimesimama kianze kuenda kwa jina la Yesu, na kufungua kwenye hizo kamba, na kufungua kwenye hizo sanda katika jina la Yesu Kristo hai. Pokea neema moja tu, inuka na uangaze kwa jina la Yesu, maana nuru ya Bwana imekujilia. Inuka mahali ulipo, inuka kwa jina la Yesu. Natangaza inuka kwa jina la Yesu, vitu vyako viinuke na vionekane. Pokea nuru ya Kristo, pokea nuru ya ulimwengu ikuangazie kila mahali ambapo uko unaona giza. Kuanzia sasa ukaone nuru na wepesi kwa jina la Yesu, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa. Niliomba pamoja nawe, naamini maombi haya yamekuwa tiba na amekuwa ni dawa kwako. Yarudie, yataendelea kufungua na utaenda kuona Mungu akikurejeshea amani yako, wepesi wako na nyota yako. Utanipa ushuhuda, maana Mungu ataenda kutenda mambo makubwa. Ikiwa unahitaji msaada wa maombi zaidi, unaweza kaniwekea comment hapo. Unahitaji niende kukuombea kwenye kitu gani? Nitakapoipitia comment yako nitakuombea. Na wewe unahitaji msaada wa kuwasiliana nami moja kwa moja, karibu kwa njia ya WhatsApp kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Lakini kwa mtu mwingine unasema, mtumishi wa Mungu, nimehisi kufunguliwa, nimehisi kuhudumiwa, nimesikia kuna vitu vimeniachia, nimesikia kutapika, nimesikia kupiga miayo, kuna vitu vimeondoka, nahitaji kusindikiza maombi haya. Nimeona ni ibada kwenye maisha yangu na sadaka yangu ya hiari. Sadaka ni chochote, haina kiwango. Achilia sadaka yako ya kusindikiza maombi haya ya hiari kwa namba iliyoandikwa sadaka. Hiyo iliyoandikwa 0743 91 32 91. Jina ni Godwin Ayubu Ndelwa. Ikiwa upo Kenya unahitaji kuachilia sadaka yako, karibu. Niambie, mtumishi wa Mungu, naomba namba ya Kenya, au uko Kongo na mataifa mengine, basi unaweza kupokea namba ambayo inaweza kukupa wepesi wa kuachilia sadaka yako. Mungu wa mbinguni akubariki, akutende mema. Nimefurahi kuwa pamoja nawe katika maombi haya, na kusihi kwa jina la Yesu, ingia YouTube kama wakati huu unifuate kwa njia ya YouTube, na kama unanifuata kwa njia ya YouTube, basi bonyeza alama hiyo kusubscribe. Ingia YouTube kama unifuate kwa njia ya YouTube, andika maombi ni dawa au andika maombi tiba. Ukiandika maombi ni dawa au maombi tiba, itakuja maombi ni dawa by Pastor Godwin Ndelwa au maombi tiba by Pastor Godwin Ndelwa. Subscribe mahali hapo, bonyeza alama ya kengele ili uwe mmoja kati ya familia maombi ni dawa. Utapokea maombi kwa wakati na Mungu atakuhudumia. Mungu akubariki, akutende mema, uwe na wakati mzuri.